Mama, wewe una uhakika kabisa kwamba hii ndio nyumba mliojenga na mmeo? Kabisa. Ni mwaka gani kama nakumbuka vizuri? Hapa tulianza kujenga? Tulianza kujenga mwaka 1983. Mwaka 83 nyumba. Hapa 1979 ndo tulinunua. Tena wakati huo ana mwaka mmoja. Maana yuko kazaliwa 78. Ndio. Tumeanza kujenga taratibu 2001 ndo tukaanza kuhamia hapa. 2001. Kwa muda huu manake ni kwamba nyumba hii ambayo mmejenga na mume wako kutoka mwaka huo imeuzwa. Ndio. Na mimi leo ndio ilikuwa siku yangu ya kutolewa mutani. Wala kuna haja ya kulia mama. Wala mna haja ya kulia. Nimesema tuje hapa ili angalau kila mmoja aongee. Halafu tusionee mtu. Yaani kama kuna miujiza tuisikilize hapa. Unajua kuongoza mkoa wa Dar es Salaam kunahitaji rehema sana. Kuna mambo mengi kweli kweli. Kama sio mtu wa kumtanguliza Mungu mbele, ni mkoa mzito sana. Ndio. Huyo Lydia aliyokuwa na sign hati, alikuwa anaenda wizarani pale, anajitambulisha yeye ndiye mama. Anachukua barua za mama. Kwamba barua za mama alikuwa anachukua zinasainiwa na huyo Lydia. Huyo na yeye ndo alioenda huko akaandika barua kama yeye ni mama. Anasema jamani, hichi kiwanja hakiko kwenye nyumba ya mirathi ya mume wangu, na ndo wizara ikachukua hiyo barua yake wakati yeye sio hayupo kwenye kokote. Ndio maana nilikuwa nasema kama legally sijui yeye anasimama wapi huyo mtu Lydia, na ambaye ndo hata ndio mhusika wa kuuza hadi nyumba. Yeye huyo, na ndio alikuwa akienda wizarani kwa sababu siku mama anaenda kuchukua barua zake kwamba mimi ndio fulani, wanasema mbona alikuwa Lydia mwenyewe tu, huyo Happiness mwenyewe tunamjua ana matatu. Kwa hiyo maana yake ni kwamba swali jingine la ziada. Ilikuwaje bwana huyu Ford? Sawa? Yes. Akaandika power of attorney kwa mke wake. Maana yake sasa yani, kwa hiyo maana yake ni kwamba yule alikuwa kama shemeji yake. Kwa hiyo alikuwa kama mke wa Ben. Alikuwa anajitambulisha exactly. Kwa hiyo akamwandikia kwamba exactly. Na mpaka mwisho wa siku sasa aliyekuja kuchukua ile hati ni huyo Lydia. Na akaweka na picha kabisa. Na akaweka na picha ambayo huko tunasema alikuwa na powerful attorney. Kwa hiyo nafikiri sasa wewe kaa hapo mama na wataalamu wa ardhi, hebu twendeni sasa na ile lamani tukasimame kwenye hivi viwanja sasa. Kama mlivyosikia hadithi hii, ni hadithi ambayo mtu akikusimulia mbali na hapa unaweza kudhani ni hadithi ya kutungwa, ni hadithi ambayo haipo. Kiwanja hiki tulipo, nyumba hii ambayo mama huyu amejenga na marehemu mume wake, na hawa ndio watoto wake, hajapata hati kila kifuatilia, lakini mwisho wa siku hati zimetoka kwa majina ambayo sio ya mume wake, na nyumba hii nayo imeuzwa. Na marehemu mume wake aliagiwa kwenye nyumba hii. Kuagiwa kwenye nyumba hii sio justification kwamba ni ya kwake, lakini angalau inaanza kuleta mahusiano kwamba why aagiwe hapo. Yaani kuna vitu vinaanza vinasaba. Kuna vitu angalau unaweza kuprove kwamba basi hata kama tunataka tumtafute ndugu wa yule marehemu, hebu tuanzie pale alipoagiwa. Kwa nini hakuagiwa pale? Kwa hiyo msinikoti vibaya kwamba kuagiwa hapa kuna justify umiliki. Hapana. Lakini tumesikiliza hii milolongo mingi sana ambayo wamejitokeza baba mdogo kwamba yeye ndio eneo lake. Amejitokeza bwana Joel Mwambungu kwamba yeye ni mmiliki wa eneo hili. Eneo hili ambalo lipo kutoka mwaka 1980 mwaka 79 lilivyonunuliwa kwa maelezo ya mama bwana Joel kwamba ni mmiliki, na maelezo yapo kwamba wanamiliki kutoka miaka 1980, yeye akiwa amezaliwa miaka 1990, miaka 1990. Kwa hiyo maana yake ni kwamba tukienda kwenye sheria tu vizuri, kumbe hata mtu kabla hajaumbika kabisa kwenye tumbo la mwanadamu anaweza kuwa tayari amepewa umiliki wa eneo. Hiyo ni jambo la kwanza kubwa sana.
kuhusu kama alivyosema Mheshimiwa DC kuhusu umiliki pia wa eneo hili kwa ujumla wake. Lakini pia kama ambavyo ramani hii inaonyesha kwamba hapa palikuwa 39, 38, 40. Lakini wakati hizi sarakasi zinaanza pakaongezewa herufi A ili kuonesha kwamba 39 na 39A ni viwanja viwili tofauti. Lakini tulivyokuja hapa, mimi mkuu wa mkoa na wenzangu wote ambao wameshuhudia, kumbe 39A na 39 ni kiwanja kimoja. Si kama tumeona mpaka hapa. Kwa hiyo maana yake jambo la pili, kuna kamchezo ambako kalifanywa kwa maslahi ya nani ili kuweza kwenye mchoro kuonyesha kwamba kuna viwanja viwili tofauti, lakini kumbe ni kiwanja kile kile. Hii japo inawezekana isiwe kweli, inaonekana pia ndio michezo ambayo hufanywa kwenye makompyuta alafu kwenye site ikawa tofauti. Na michezo hii nadhani watu wa ardhi mpo hapa, huwa inaweza kufanywa sana pia kwenye kulipia hata kodi za ardhi, kwamba kiwanja kina square mita 440 kwenye kompyuta, lakini ukienda kwenye ground kiwanja kina square mita 1440. Kwa zile square mita zingine zote serikali inakuwa inakula hasara wala hailipiwi. Lakini mbaya zaidi ni kwamba kuna mtu ambaye anaitwa Bwana Lydia ambaye alikuwa anajitambulisha kama mke wa marehemu Bernard Mwambungu. Sasa kwa sababu RPC tunaye hapa anaitwa Lydia aliyekwenda kuwa ndio mke wa marehemu, atafutwe awekwe lock up kwanza. Huyu Joeli atafutwe aweke lock up kwanza. Halafu hatua ya pili itakayofuata, tufuatilie huu mchakato. Ardhi pale mwanasheria kulikuwa kuna caveat. Na unajua damu ya mwanadamu huwa inanena. Umeona sasa hivi mama anasema naomba nishukuru kitu fulani. Manake huo ni ushahidi wa kwanza nyinyi kushukuriwa. Lakini hapo ardhi wanatajwa watu ambao ndio wanaokwamisha mambo mbalimbali sana katika taifa letu. Sasa wakishakamatika hao, DSO upo hapa, watu TAKUKURU wapo, mkuu wa wilaya upo. Kuna baadhi ya watu kabla jioni leo nitakuwa nimekushatoa statement ya kukamata kwa watu pale ardhi, ambao nataka nipate uhakika kama hiyo caveat ilikuwepo na transfer zikaendelea kufanyika. Kwenye sheria ikoje? Mpaka jioni nitakuwa nimekushapata statement nzuri sana, kwa sababu niko na jopo la wanasheria wazuri tu, wengi tu hapa. Lakini hawa wawili kwanza wakamatwa. Lakini jambo la tatu, hii nyumba ilipouzwa valua kwa ajili ya kubadilisha umiliki imesoma almost kama milioni 100 plus. Nimeshamwambia Commissioner General wa TRA Mwenda anipe mtaalamu wa TRA ambaye anahusika na masuala haya. Hapa sasa hivi sijamuona, ili aje tena afanye tathmini hiyo tuweze kujua kwamba mauzo haya yalikwepa kodi ya serikali ama ya kukwepa kodi ya serikali. Lakini jambo la 4, wataalamu wa ardhi wote mpo hapa, kiwanja kile pale kile namba 38 wametoa maelezo familia kwamba hati ilichukuliwa na huyo shangazi. Anapobanwa anasema imechukuliwa na baba mdogo ambaye alikuja kufariki. Sasa wakaenda kufuata process zote, wakatangaza ili wapate tena hati ya marehemu mume wao, yeye kama mmiliki wa mirathi. Mpaka leo hajapata hati. Kwa hiyo watu wa ardhi, msajili upo hapa, wote mpo hapa, hilo liangalieni vizuri, kwa sababu hapa nataka tuunde kamati maalum. Na kamati hapa zitakuwa 2, Mheshimiwa DC. Zitakuwa 2 ambazo zitafanya kazi kila moja kwa wakati wake. Kwa hiyo nakuelekeza Mheshimiwa DC, uunde kamati ya wilaya. Halafu na mimi mkuu wa mkoa naunda kamati ya mkoa kwa uzito wa jambo lenyewe, ambalo nitashirikisha ofisi ya Mheshimiwa Waziri Mkuu, kwa sababu kuna waziri wetu wa TAMISEMI. Nitashirikisha ofisi ya DS ya RICO, nitashirikisha ofisi ya ZPC, nitashirikisha ofisi ya TAKUKURU, nitashirikisha ofisi zote za wataalamu, na nitaomba mtaalamu mmoja kutoka ofisi ya rais, ili tuwe naye
katika masuala haya iwe ni kama capstone ya kuweza pia kuendelea kutatua migogoro ya aina nyingine, kwa sababu tumegundua sasa hii migogoro pale kwenye faili lako unayo mingi. Wenzetu wa ardhi nao wanatatua, huku nako wanatatua. Kila mahali huwa kunaweza kuwa kuna watu wazuri na kuna watu wabaya. Kuanzia tarehe 22 Mheshimiwa DC tupate full 3 days katika wilaya yako hii ya Kinondoni. Tupige kambi Alhamisi, tupige kambi Ijumaa, tupige kambi Jumamosi. Tutatue shida za watu tukiwa na wataalamu wote wa mkoa wa Dar es Salaam. Na haya mengine nitafanya presentation fupi kwa Mheshimiwa waziri wangu wa ardhi, Mheshimiwa Kuilapo. Ili mengine sasa kwa mujibu wa taratibu ataendelea nayo yeye. Ila mimi kwenye mkoa huu yapo nitakayoendelea nayo. Mama, mimi nakuthibitishia. Hii mali kama ni ya kwako. Wataalamu wapo hapa wa ardhi, sio wote wananuka. Wapo wengine wazuri mno. Ndio pia wanaotusaidiaga kazi hizi. Mali tarudi mikononi mwako. Amina sana. Na kwa mantikio RPC na mkuu wa wilaya, kama ambavyo mkuu wa wilaya amesema hapa kwamba mtakaa na RPC ili kuweza kuangalia. Mimi kama mkuu wa mkoa nasema hapa asing'ae mtu yoyote mpaka huu uchunguzi wangu ufanyike. Asing'ae mtu yoyote mpaka huu uchunguzi wangu ufanyaje? Ukamilike. Na hautachukua muda mrefu.